tusianze katika nafsi zetu kuhisi kwamba sasa mwezi waja huo, haya ushamaka sasa, ushaona zile starehe zangu zote ambazo kwamba nilikuwa nazifanya zitaondoka. Maana kuna wengine tayari ndani ya nyoyo zao washaingia kitu kinachoitwa kusinywa na kuchukiwa. Wanaona huu mwezi kama ni jela, wanaona huu mwezi ni kama adhabu, wanaona huu mwezi kama ni mateso yanakuja. Sasa kama labda moyo wako una nia hiyo, una fikra kama hizo, ziondoe ndugu yangu Muislamu, kwa sababu hatari yake Mwenyezi Mungu anakuchukua kwa nia na amali, kama tulivyoambiwa kwamba Allah jalla jalalu anazingatia nia ya mtu vile ilivyo. Hadithi maarufu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bwana Mtume anasema hakika amali zote zinazingatiwa nia, na kila mmoja atakwenda kulipwa kulingana na ile nia yake yule mtu alivyoiweka juu yake. Katika hadithi al-Qudsi, Allah jalla jalalu anasema, mimi naenda kulingana na dhana ya mja wangu kwangu, ana inda dhanni abdi bi. Vile utakavyodhania ndivyo Mwenyezi Mungu anachukua nia yako, na hakuna mahali ambapo Allah anapatizama kwetu kama ndani ya nyoyo zetu. Hadithi ya Abi Huraira anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, Allah haangalii miili yenu iko vipi wala sura zenu ziko vipi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Lakini Allah anaangalia vipi nyoyo zenu ziko vipi, na anaangalia matendo yenu mtayatenda kivipi.